الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hutuba hii halifa mtukufu ni ya tarehe 20 wa Septemba 2013. Halifa mtukufu ayyadahullah taala bin Nasr anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema sehemu moja, kila mtu anatakiwa awe na hofu ya Mwenyezi Mungu, na hofu ya Mwenyezi Mungu itamwarithi kufanya wema chungu mzima. Jambo la kweli ni kwamba mtu mwema ni yule ambaye anakuwa mwema kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Wapo wengi ambao wanajidanganya na wanajiona kwamba wao ni wacha Mungu, lakini kwa hakika mcha Mungu ni yule ambaye jina lake limeandikwa katika daftari ya Mwenyezi Mungu. Khalifa mtukufu anasema kwamba hii ni nasaha muhimu sana. Ikiwa tunazingatia nasaha hii, basi tutatimiza haki za Mwenyezi Mungu kwa kutimiza haki zao. Vile vile tutatimiza haki za watumishi wake pia kwa kutimiza haki zake. Lakini ikiwa sisi tunajiona kwamba tunafanya ibada na tunatimiza haki ya Mwenyezi Mungu, lakini ikiwa katika vitendo hivi vyote kuna jambo la kuwaonyesha watu wengine, au vitendo hivi tunafanya kwa kuwaonyesha watu wengine, au tunafanya ibada za Mwenyezi Mungu lakini hatutimizi haki za viumbe vyake, ibada za aina hii hazikubaliwi na Mwenyezi Mungu hata kidogo, wala haziwezi kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu ambayo ni lengo la kuumbwa kwa mwanadamu. Sasa hivi nitaeleza riwaya moja ambayo ni riwaya ndefu sana, na katika riwaya hii ni nasaha iliyotolewa, na nasaha hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia Hazrat Muaz radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimwambia Hazrat Muaz, ya Muadho, inni muhaddithuka bihadithin in anta hafiznahu nafa. Ewe Muaz, na kuambia jambo moja, ukikumbuka vizuri jambo hili bila shaka utapata faida yake. Ikiwa ukisahau nasaha hii, basi huwezi kupata fadhili za Mwenyezi Mungu, na hutakuwa na dalili ya kuokoka na kupata utulivu wa moyo wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ewe Muaz, Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba mbingu na ardhi aliumba malaika wanne ambao ni walinzi, yani kwa kupata daraja ya kiroho ni madaraja 7 sawa na madaraja haya. Malaika waliumbwa na kila malaika aliteuliwa katika kila mbingu kuwa mlinzi wa pale, na jukumu lao ni kwamba kila moja abaki sehemu yake na aviruhusu vitendo ambavyo vinatakiwa viruhusiwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, wale malaika ambao wanalinda vitendo vya manadamu
na wanaandika katika daftari vitendo vya mwanadamu. Malaika wanarudi na vitendo vya mwanadamu ambaye alifanya tangu asubuhi mpaka jioni, na wale malaika waliona ni vitendo vizuri, na walikuwa na yakini kwamba vitendo hivi ni chungu mzima. Lakini wale malaika walipofika katika bingu ya ardhi, walimwambia malaika mlinzi alikuwa pale kwamba sisi tumeleta vitendo vya mwanadamu na vitendo hivi ni vizuri sana. Malaika yule akasema kwamba subirini kidogo, hamwezi kuenda mbele, murudi nyuma tena, na yule ambaye alifanya vitendo hivi mumrudishie vitendo vyake. Yule malaika mlinzi anasema, Mwenyezi Mungu ameniongoza na ameniteua kwa kusema hii kwamba yule ambaye anayesengenya basi nisiruhusu vitendo vyake vipite katika mlango huu, na mtu huyu ambaye vitendo vyake umevileta, huyu ni mtu ambaye anasengenya kila wakati. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema malaika wengine walichukua vitendo vya mtu mwingine na walienda huko mbinguni. Wale malaika walikuwa wakizungumza kwamba vitendo hivi ni vizuri mno, na huyo mtu alifanya vitendo hivi kwa bidii sana, na kwa sababu katika vitendo hivi kulikuwa hakuna jambo la kusengenya. Kwa hivyo mlinzi malaika wa bingu wa kwanza aliwaruhusu malaika wapite walipofika, lakini walipofika katika bingu ya pili, malaika mlinzi alikuwa pale akasema kwamba murudi nyuma tena, na yule aliyefanya vitendo hivi mumrudishie vitendo vyake. Kwa yule malaika akasema kwamba mimi ni malaika wa fahari na Mwenyezi Mungu ameniteua hapa kwa sababu ya hii kwamba nisiruhusu vitendo vya mtu ambaye anayekuwa na fahari na yeye anakaa katika hafla za watu na anaeleza mema yake, na mtu ambaye umeleta vitendo vyake yeye anakaa katika hafla za watu, na kwa sababu ya vitendo vyake hivi anafanya fahari na anajionyesha wengine kwamba yeye ni mcha Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema kwamba kundi lingine la malaika lilichukua vitendo vya mtu mwingine na lilienda huko mbinguni, na sawa na wale malaika vitendo hivi vilikuwa nuru tupu tu, yani vitendo vile vilikuwa vinaangaa sana. Katika vitendo hivi kulikuwa sadaka na ilikuwa saumu na swala pia, na wale malaika walikuwa wanashangaa sana kwamba huyo mtu namna gani kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu anafanya juhudi na anafanya vitendo vizuri. Na kwa sababu katika vitendo hivi kulikuwa hakuna jambo la kusengenya wala kulikuwa hakuna jambo la fahari, yani kuonyesha watu wengine. Kwa hivyo malaika wa bingu ya kwanza na ya pili waliwaruhusu malaika wapite, lakini walipofika katika mlango wa bingu ya tatu, yule mlinzi malaika akawazuia akasema, msiende mbele, izribu bihadhal amale waja sahibe, yani yule ambaye alifanya vitendo hivi ambayo mnapeleka kwa Mwenyezi Mungu, basi mumrudishie vitendo vyake. Malaika yule akasema kwamba mimi ni malaika wa kibri, Mungu ameniteua katika mbingu ya tatu kwa kusema kwamba isipite kitendo chochote kinachokuwa na kibri ndani yake. Na mtu huyo ambaye mmeleta vitendo vyake, huyu ni mtu mwenye majivuno na mwenye kibri sana, na anajiona kwamba yeye ni kila kitu na anawadharau watu wengine na anawatendea kwa kibri sana.
na katika hafla zake ananyosha shingo lake kwa kuwa na kibri. Ingawa vitendo vyake mnaviona ni vizuri, lakini kwa Mwenyezi Mungu vitendo vyake havikubaliwi hata kidogo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema kwamba kundi lingine la 4 la malaika linaenda huko mbinguni kwa kuchukua vitendo vya mwanadamu mwingine. Malaika waliochukua vile vitendo waliona kwamba vitendo hivi ni kaukabun durriyun, yani kama ni nyota inayoangaa sana. Katika vitendo vile kulikuwa swala na tasbihi na haj na umra. Wale malaika walichukua vitendo vyake na walienda, walipita bingu hadi bingu mpaka bingu ya 4. Walipofika, malaika aliyekuwa analinda pale, yule malaika akasema kwamba subirini kidogo na murudi na vitendo hivi na mumrudishie vitendo vyake yule aliyefanya vitendo hivi. Yule malaika akasema kwamba mimi ni malaika ambaye anajipenda, na Mwenyezi Mungu ameniamuru kwamba yule ambaye anakuwa na kibri na anakuwa na tabia ya kujionyesha wengine na anajiona nafsi yake ni kama Mungu na anakuwa na tabia ya kuonyesha wengine, na mtu wa aina hii vitendo vyake hawezi kuruhusiwa kupita katika mlango huu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameniamuru hivi kwamba mtu huyo alipokuwa akifanya kazi yoyote alikuwa akijiona kwamba amefanya vitendo vizuri, kwa hiyo vitendo vyake hauwezi kubaliwa na Mwenyezi Mungu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema kwamba kundi la 3 la malaika linachukua vitendo vya mtu mwingine na kundi lile linaenda huko mbinguni. Kuhusu vitendo hivi, wale malaika walikuwa wakidhani kwamba vitendo vile ni kama biharusi inayenuka harufu nzuri. Lakini wale malaika walipopita bingu 4 na walipofika katika bingu ya 5, malaika aliyekuwa akilinda pale, yule malaika akasema kwamba subirini kwanza na murudi na vitendo hivi na mumrudishie vitendo yule aliyefanya, na mumwambie kwamba Mwenyezi Mungu hakubali vitendo vyake, kwa sababu mimi ni malaika wa husuda, na Mwenyezi Mungu ameniamuru kwamba kila anayekuwa na tabia ya kuwa na husuda nisiruhusu kwamba vitendo vyake vipite katika mlango wa bingu ya 5. Huyo mtu kila aliyekuwa na elimu na alikuwa akifanya vitendo vizuri alikuwa akifanya husuda kwa sababu yake. Kwa hiyo mimi siwezi kuruhusu vitendo vyake vipite katika mlango huu. Alipokuwa akiona mwenye elimu, alipokuwa akiona mtu anafanya vitendo vizuri, alikuwa akifanya husuda. Kwa hiyo haiwezekani kwamba vitendo vyake vipite katika mlango huu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema kwamba kuna kundi la 6 la malaika linaenda na vitendo vya mtu mwingine na linaenda huko mbinguni na linapita katika milango 5 ya bingu na linafika katika bingu ya 6. Vitendo hivi vilikuwa vya aina hii kwamba kulikuwa saumu ndani yake, swala na zaka na haji na umra, na malaika wakaona kwamba vitendo hivi vyote vitakubaliwa na Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Lakini walipofika katika bingu ya 6, malaika aliyokuwa kilinda pale akasema kwamba subirini, msiende mbele, innahu kana la yarhamul insana min ibadillah. Yani huyu mtu ni yule ambaye alikuwa harehemu, na Mwenyezi Mungu ameniamuru kwamba katika vitendo ikiwa hakuna rehema, mimi nisiruhusu kwamba vile vitendo vipite katika mlango huu. Kwa hiyo murudi na mumrudishie vitendo vyake huyo mtu, na mwambieni kwamba
tabia yako ni hii kwamba badala ya kuwarehemu watumishi na vyombe wa mwenyezi mungu unawadhulumu. कैसे कबूल करे? kwa hivyo vitendo hivi haviwezi kukubaliwa. wewe hurehemu, basi mwenyezi mungu pia hata kurehemu. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kuna malaika wengine ambao walichukua vitendo vya mtu mwingine, waliendelea kupita bingu hadi bingu na mlango hadi mlango mpaka walifika katika bingu ya 7. katika vitendo hivi kulikuwa swala, saumu na mambo ya fika pia ilikuwepo, na utakaso pia ulikuwepo. ये और फरमाया कि लहा दवीन का दवीन अहले वज़ौन का ज़ौन शम्स से na की मक्खियों की आवाज़ ऐसी katika vitendo hivi vilikuwa ikitoka sauti ya nyuki. वो फख्र से शहद की मक्खियों की आवाज़ ऐसी आवाज़ आती थी, यानी वो yani malaika walikuwa wakiimba kwamba sisi tunapeleka kitu kizuri kwa mwenyezi mungu, और वो अमाल na vitendo vile vilikuwa vinaangaa kama nuru ya jua, फरिश्ते थे na pamoja na vile vitendo vilikuwa malaika 3,000, और भारी थे। kana kwamba vile vitendo vilikuwa उनको उठाया wingi kiasi hiki kwamba malaika 3,000 walikuwa wakivichukua vile vitendo, na walipofika katika bingu ya 7 na malaika aliyekuwa akilinda katika mlango wa 7 akasema, subirini, hamwezi kwenda mbele, murudi tena na mumrudishie vitendo vya huyo mtu na mufunge kufuli katika moyo wa huyo mtu, kwa sababu mwenyezi mungu ameniamuru kwamba nisimpelekee mwenyezi mungu vitendo ambavyo ndani yake ridhaa ya mwenyezi mungu haipatikani, na inakuwa na mchanganyiko mwingine. Na vitendo hivi huyu mtu alifanya si kwa ajili ya mwenyezi mungu. huyu mtu kwa kukaa na watu anazungumza kwa kibiri na kwa ajili ya kuonyesha wengine ili apate fahari na heshima. kwa hiyo hakufanya vitendo hivi kwa ajili ya ridhaa ya mwenyezi mungu, bali alifanya kwa ajili ya kupata sifa kutoka kwa watu. फिलपजाएं उसी गरज ये थी कि दुनिया में lengo lake lilikuwa hili kwamba ajulikane duniani kwamba yeye ni mtu mwema sana na akumbukwe na watu katika hafla zao. खुदा ताला na kazi ile ambayo haifanywi kwa ajili ya mwenyezi mungu na kazi ile inafanywa kwa ajili ya kuonyesha watu wengine, kazi ile haikubaliwi na mwenyezi mungu. na malaika akasema, mwenyezi mungu ameniamuru kwamba nisiruhusu vitendo vya aina hii vipite hapa katika mlango huu, kwa hiyo murudi na vitendo hivi na mumrudishie huyo mtu. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba malaika wengine walichukua vitendo vya mtu mwingine na walipita katika bingu 7 na malaika waliwaruhusu waendelee kupita kwa sababu walikuwa hawana malalamiko wala wasiwasi kuhusu vitendo vile. kila malaika alisema kwamba vitendo vyake vinaonekana kwa kidhahiri kwamba ni vizuri. katika vitendo hivi kulikuwa zaka na saumu na swala na haj na umra na hulka njema, pia vile vile ilikuwa zikra ilahi, yani kumkumbuka mwenyezi mungu. wale malaika walipomwendea mwenyezi mungu na vitendo vile, malaika wengine pia walikuwa pamoja nao. kwa hiyo wale malaika walimwendea mwenyezi mungu na wote malaika wakasimama mbele ya mwenyezi mungu na wakasema, mola wetu, huyu mtu wako anafanya ibada yako kila wakati na sisi tunatoa ushahidi wa uchamungu wake na mema yake, na anafanya vitendo vizuri na anatumia wakati wake wote katika utii wako, na huyu ni mtu mwenye imani sana na hakuna aibu ndani yake. na wale malaika wakamsifu sana huyo mtu. mwenyezi mungu akasema, antumul hafadhatu ala amali abdi, mimi
niliwateua kwa ajili ya kuandika vitendo vya mwanadamu. इंसान के ज़ाहिरी अमाल को Nyinyi mnaona vitendo vya kidhahiri ya mwanadamu उन्हें लिख लेते na mnaandika katika daftari. वो अनर रकीबो अल्लाह का Wa ana rakibu ala kalbi, अपने बंदे के दिल को lakini mimi naona hali ya moyo wa mtu. जलाकर Huyo mtu kwa kufanya vitendo hivi hakutaka ridhaa yangu, ये तो इरादा कुछ bali nia yake ilikuwa tofauti na ridhaa yangu. किसी और को खुश करना चाहता था Yeye alitaka kumfurahisha mwingine, si mimi. Fa alaihi laanati, basi laana yangu itakuwa juu yake. इस पर तमाम फरिश्ते पुकार उठे Kwa kusikia hii malaika wote wakasema alaihi laanatuka wa laanatuna, कि हमारे रब e mola wako, laana yako na laana yetu iwe juu yake. सातों आसमानों और उनमें रहने वाली सारी Kisha mbingu saba na viumbe vyote vilikuwa vikiishi katika malaika saba vitaanza kumlaani yule mtu. होने Hadhrat Muadh radhiallahu taala anhu इस वसीयत kwa kusikia nasaha hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam, moyo wake ulitetemeka na akasema, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, अगर हम अमाल का ये ya Rasulullah, ikiwa hii ndiyo ni hali ya vitendo, namna gani tunaweza kupata okovu? और मैं अपने रब के कहर और गजब से कैसे निजात पाऊं Namna gani mimi naweza kusalimika katika ghadhabu ya Mwenyezi Mungu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, कि तुम मेरे iktadebi, yani ufuate suna yangu na uwe na yakini juu ya suna yangu, एक बंदा खा कितने ही अच्छे अमल क्यों na juu ya hii kwamba mtumishi wa Mwenyezi Mungu hata kama anafanya vitendo vizuri kiasi gani, bado kasoro inabaki katika vitendo vile. Kwa hivyo msiwe na fahari kwa sababu ya vitendo vyenu, bali muwe na yakini hii kwamba Mola wetu ni yule ambaye kwa kuwa na upungufu huu anasamehe watumishi wake. Wahafidhu ala lisanika, अपनी जुबान की हिफाजत करो na ulinde ulimi wako, तो दुख न पहुंचाओ na usimuudhi mtu yeyote kwa sababu ya ulimi wako, na usiseme maneno mabaya kwa ulimi wako. तुज़क्के नफ्स Wala tazake nafsaka alai, दूसरों से ज्यादा मुत्तकी or usijione kwamba wewe ni mcha Mungu zaidi kuliko wengine, wala usitangaze uchamungu wako na utakaso wako. Wala tudkhil अमल आखिर amra dunia bi amali al-akhirah, अल्लाह की रजा और खुद na kitendo mnachofanya kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kupata faida ya akhira, msichanganye dunia katika vitendo vile. Wala tumaziki nasa fayumazikuka लोगों में फितना kilabuna, करने wala msijaribu kutia fitina katika watu. ऐसा करोगे Ikiwa mnafanya hivi, basi siku ya kiyama umbwa wa jahanamu watapasua अपने अमल एक नाम miili yenu. और अपने अमल रिया के तौर पर दुनिया के सामने Na msifanye vitendo vyenu kwa ajili ya kuonyesha watu wengine, ये करोगे na mkijiepusha katika mambo haya, basi fadhila za Mwenyezi Mungu zitakuwa juu yenu. नेकियों की तौफीक Basi mema haswa उसी वक्त मिलती na mema ambayo yanakubaliwa, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम hali hii inapatikana wakati tunapozingatia mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अपनी बिशारतें Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa na bishara chungu mzima ya ufaulu na mafanikio, बड़े दर्द के साथ अपनी और अपनी जमात की alikuwa दुआएं किया करते alikuwa akifanya maombi sana kwa kuzingatia udhaifu wa umma wake, दुआएं कबूल भी की na Mwenyezi Mungu alipokea maombi yake na alitoa bishara kuhusu siku za usoni. Kwa kuwa na hali hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya maombi sana katika sijda zake, na alipokuwa akiulizwa kwamba kwa nini analia sana katika sijda, alikuwa akisema kwamba Mwenyezi Mungu ni ghani na nina haufu yake, na jambo lingine ni kwamba
fadhila za mwenyezi mungu zilizopatikana, kwa nini nisimshukuru mwenyezi mungu kwa sababu ya fadhila hizi? Kwa hiyo kwa sababu ya hii mimi nafanya maombi kwa moyo sana na namshukuru mwenyezi mungu. mwenyezi mungu amenijalia neema zake chungu mzima, kwa hiyo kwa nini nisimshukuru mwenyezi mungu? Huu ndiyo ni mfano mwema ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia. Ikiwa kuna swali la haki za wanadamu, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitimiza haki ya kila mtu na alikuwa akimsaidia kila mtu aliyekuwa akiomba mali. हर एक आपके रहम में से हिस्सा ले रहा है. Kila mmoja alipata sehemu katika rehema yake, kila mmoja alipata sehemu katika mapenzi yake na upendo wake. अल्लाह का खौफ रखते हुए Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hivi, kwa kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu mufanya ibada ya Mwenyezi Mungu kama nafanya mimi, na mumshukuru Mwenyezi Mungu kama mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, na mutimize haki ya ibada kama natimiza mimi. अल्लाह ताला के फजल में बैठने वाले हो. Katika hali hii mtapata fadhila za Mwenyezi Mungu na mtakusanya baraka zake. Kama mimi nimetimiza haki za wanadamu, ikiwa nyinyi kwa kufuata mfano wangu bila kuwa na tamaa yoyote mkitimiza haki za wanadamu, katika hali hii mtakusanya fadhila za Mwenyezi Mungu na mtapata baraka zake. Lakini ikiwa बहुत नेकियां कर रहा हूँ, mnaona kwamba umefanya vitendo vizuri na umefanya ibada chungu mzima, अल्लाह ताला के फजल में वाले katika hali hii hamwezi kuwa warithi wa fadhila za Mwenyezi Mungu. सुन्नत पर चलने Basi kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kwa ajili ya kufuata sunna yake tunatakiwa tuchunguze nafsi zetu. खुदा ताला के हुजूर झुकते हुए Kwa kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu tunalazimika kuomba fadhila zake, isije kitendo chenu kinapata kile daraja ambacho Mwenyezi Mungu anatutaka tupate daraja ile. Tunatakiwa tufanye dua hii kwamba Mwenyezi Mungu afanye vitendo vyetu viwe sawa na ridha yake, kisha kwa fadhila zake avikubali vitendo vyetu. Amali zetu zisiwe na mchanganyiko wa dunia. हमें ये दुआ करनी चाहिए. Tunatakiwa tufanye dua hii pia kwamba katika dunia hii tuweze kupata pepo ya Mwenyezi Mungu, हर अमल को na kila kitendo chetu ढाल कर tuweze kufanya sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa kufanya hivi tuweze kupata baraka katika dunia hii, na katika maisha ya akhira pia tuwe warithi wa pepo wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwa ufadhili zake akubali apokee maombi yetu haya, amin. Halifa mtukufu wa ayyadahullahu taala bin Aziz anasema kwamba baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza kadhaa ya ghaibu. Jeneza ya kwanza ni jeneza ya shahid, na ni jeneza mbili ni ya wafu wengine wawili. Ndugu yetu shahid ni bana Ejaza Makiani Saheb, alikuwa mwana wa Bashira Makiani Saheb, mwenyeji wa Orangi Town Karachi. Tarehe 18 wa September aliuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika Orangi Town alipigwa risasi na watu wasiojulikana na aliuawa sawa na maelezo bana Ijaza Makiani Saheb. Tarehe 18 wa September 2013 asubuhi saa 1:30 alienda kazini kwa na pikipiki. Alienda mbali kidogo देखने वालों के मुताबिक sawa na mashahidi. Alipopunguza mwenendo wa pikipiki yake katika speed breaker, watu wawili walikuja na pikipiki na wakapiga risasi mbili katika mabavu yake na akaanguka katika pikipiki yake. Baada ya kuanguka alijaribu kusimama, na hivi wale washambuliaji wakapiga risasi kwa
mbele na walipiga risasi katika mkono wake na walipiga risasi 3 katika kifua chake. Alipoanguka wakati ule walipiga risasi moja katika nyuma ya kichwa chake, kwa hiyo alifariki pale. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarehe 21 wa August shemeji yake moja bana Saur Ahmad Kiani Saheb pia aliuawa katika eneo lile lile. Katika familia ya bana Jaz Ahmad Kiani Saheb jumuiya iliingia kwa kupitia baba mdogo wa baba yake bana Muhammad Yusuf Kiani na Muhammad Said Kiani Saheb waliokuwa baba mdogo wa baba yake. Tarehe 1936 walijiunga na jumuiya. Wote wawili yani baba mdogo wa baba yake, wote wawili walikuwa wenye elimu sana. Wao walijiunga na jumuiya baada ya kusoma vitabu. Familia ya Shahid Marehim ilikuwa mwenyeji wa Muzaffarabad, Azad Kashmir. Tarehe mosi wa Desemba 1984 Shahid Marehum alizaliwa katika Karachi na alisoma mpaka inter katika mji wa Karachi, na miaka 5 iliyopita katika Pakistan Military Ordnance alianza kufanya kazi kwa kuwa driver. Wakati wa kuuawa umri wake ulikuwa miaka 29. Alioa mwaka 2009 na Sobia Saiba. Shahid Marhum alikuwa mtu mwema sana na mwenye hulka njema sana, na alikuwa akitii sana katika kazi za jumuiya. Alipokuwa akiitwa kwa ajili ya kazi ya jumuiya alikuwa akitii kila wakati. Bana Ezaza Mkiani ambani ndugu yake akasema kwamba siku moja kabla ya kuuawa kwake habari ya shemeji yake aliuawa ilipoelezwa akaanza kulia, na alikuwa akiheshimu sana kaka yake na alikuwa akiheshimu kama ni baba yake. Baada ya kuuawa bana Zahur Saheb alikuwa akienda kila siku nyumbani kwake kwa ajili ya kuuliza habari na hali ya watoto, na alikuwa na athari sana kwa sababu ya ushahidi wa bana Zahur Saheb. Mama wa shahida akasema kwamba baada ya dada 4 kwa kufanya maombi sana, Mwenyezi Mungu alitupatia mwana huyo, na alikuwa akinipenda sana. Wakati wa kwenda kazini alikuwa akinisindikiza kila wakati, na alikuwa akilinda sana kuhusu dawa yangu, na alikuwa akiwaangalia sana madada zake, na alipokuwa akileta kitu chochote nyumbani alikuwa na hamu kwamba kila mmoja apate kile kitu. Kila alitimiza haki ya kila mtu. Alikuwa ndugu mzuri, mume mzuri na kaka mzuri. Mkewe anasema alipokuwa akiwa na wasiwasi alikuwa akimwambia kwamba umkumbuke Mwenyezi Mungu, na alikuwa akiwapenda sana watoto wake. Shemeji yake ambaye aliuawa mwezi uliopita alisema kwamba lao ningekuwa mahala pake na ningeuawa. Shahid marehemu ameacha wazazi wake, mke wake, binti moja Dure Adan, na mwana ambaye umri wake ni mwaka 1.5 ameacha. Huzur anasema siku hizi hali si nzuri katika mji wa Karachi. Inaonekana kwamba kuna kundi moja ambalo linawaua wanajumuiya, na kundi hili limepewa jukumu la kuwaua wanajumuiya. Mwenyezi Mungu awakamate hawa watu ambao wanawaua wanajumuiya. Kwa hakika mamula na pamoja na wafuasi wake, serikali pia inaungana katika kazi hii. Mwenyezi Mungu aikamate kundi hili haraka iwezekanavyo. Huzuri anasema kuna haja sana ya kufanya maombi hususan kuhusu Karachi, lakini kwa kawaida katika Pakistan hali si nzuri. Katika mji wa Lahore pia sehemu nyingi wa Ahmadiyya wali jaribu watekwe nyara. Mwenyezi Mungu awalinde wanajumuiya wote wanaoishi kule. Jeneza ya pili ambayo nitakayosalisha leo ni ya bana Abdul Momen Saheb Darwesh, mwana wa Aladita Saheb aliyekuwa mwenyeji wa Qadian.
tarehe 11 wa september 2013 baada ya pata maradhi kidogo katika umri wa miaka 97 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 1916 alizaliwa katika mkoa wa Sindh. Baadaye alilelewa Jhandawala Faisalabad na alipata masomo pia kule kule. Labda mwaka 1945 kwa ajili ya elimu ya dini alihamia Qadian na kule kule alioa, lakini kwa sababu ya partition yule mke hakuweza kubaki naye na wala hakupata watoto kwake. Kwa hiyo baadaye alioa tena mara ya pili. Alikuwa binti wa Said Muhyiddin Sahib Amatullah Sahiba. Kutoka kwake alipata watoto 8, watoto wa kiume 5 na mabinti 4. Watoto wake wote 5 wanaitumikia jumuiya. Bana huyu aliishi maisha ya kawaida na aliishi kwa subra sana. Alikuwa akiendesha duka na hivi alikuwa akiendesha maisha yake. Katika ofisi za Irina alitumikia jumuiya. Alikuwa akiwahubiri sana wasiokuwa Waislamu na alitumikia jumuiya kwa kuwa mbashiri wa kijiji na alipata digrii ya Adil Fadhil. Alikuwa akiswali sala na alikuwa akifunga saumu na alikuwa mwenye imani sana. Kwa kuwa na udhaifu sana alikuwa akiswali swala kwa kusimama na alikuwa akisoma Qurani tukufu kila siku na marehemu alikuwa musi pia. Jeneza ya 3 ni ya bana Sheikh Rahmatullah Sahib ambaye alifariki baada ya kupata maradhi kidogo tarehe 12 ya September katika umri wa miaka 94. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwaka 1943 alijiunga na jumuiya katika umri wa 24. Mwanzoni alifanya kazi kwa kuwa clerk. 1996 alihamia Lahore, kisha baadaye alihamia Karachi na alianza kufanya kazi pamoja na bana Shahnawaz Sahib na kule, kwa sababu alikuwa hana nyumba, kwa hiyo alikuwa akilala ofisini. 1950 wakati pamoja kwa msaada wa Shahnawaz Sahib alianza kazi yake na Mwenyezi Mungu aliweka baraka sana katika biashara yake. Alisoma mpaka metric, lakini kwa kidhahiri ilionekana kwamba ni msomi sana na kila mmoja alikuwa akiona kwamba yeye ni msomi sana. Mwaka 1950 aliteuliwa kuwa naibu amir wa Karachi. Katika mwaka wa 53 wakati ufisadi ulipoenea Pakistan, aliteuliwa kuwa amir wa Karachi kwa sababu bwana Abdullah Sahib alikuwa akifanya kazi katika serikali na ilikuwa hofu kwamba atafukuzwa kazini. Kwa hiyo mpaka 1964 aliendelea kufanya kazi kuitumikia jumuiya kwa kuwa amir wa Karachi. Katika historia ya Karachi iliandikwa kwamba katika mwaka 53 wakati ufisadi ulipoenea, halifa wa pili aliteua Sadr Anjuman Ahmadiyya wa Karachi na yeye alikuwa mwenyekiti wake. Wakati halifa wa pili alikuwa anaumwa, bodi iliyoteuliwa alikuwa memba yake pia. Alikuwa akitii uhalifa sana na alikuwa akifanya maombi sana na alikuwa akitoa sadaka sana. Alikuwa mtu mwema sana na alikuwa akipenda sana uhalifa. Mimi mwenyewe ni shahidi kwamba alijenga uhusiano mzuri na uhalifa, na nilipokuwa nikipata shida hata kama ni kidogo kiasi gani alikuwa akipata wasiwasi sana. Alikuwa akiwasaidia ndugu zake, marafiki zake na watu wengine. Marafiki zake wameenea duniani na kwa sababu ya uhusiano huu alikuwa akifanya mahubiri pia. Kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu alikuwa musi. Mtoto wake mmoja Dr. Nasim Rahmatullah Sahib kwa muda mrefu ni mwenyekiti naibu amir wa Marekani na website ya jumuiya itwayo alislam.org, yeye ni mwenyekiti wake. Mtoto wake mwingine Sheikh Rahmatullah Sahib ni naibu amir wa Faisalabad. Vile vile
bodi ya mshawarati katika pakistan. yeye ni mwenyekiti wake pia. jamila rahmani saheba ni binti yake. aliendelea kuitumikia jumuiya hapa. ghulam rabani saheb aliwahi kuwa sekretari wasaya hapa uk kwa muda mrefu. vile vile binti yake mdogo nur malik saheba सदर लजना कोलंबस और रीजनल सदर ni sadar lajna wa columbus na sadar lajna east west wa marekani. तमाम मरहूमीन के mwenyezi mungu apandishe madaraja ya hawa marehemu sana na aziweke roho za marehemu hala pema na awapatie familia zao subra sana, hususan familia ambayo mtoto wao ameuawa katika umri wa ujana. mwenyezi mungu awapatie subra na mwenyezi mungu awalinde watoto wake na awe katika amani ya mwenyezi mungu. jambo lingine ni kwamba insha allahu taala kwa wiki kadhaa mimi naenda kwa ajili ya ziara za jumuiya. mfanye maombi kwamba mwenyezi mungu aiweka baraka sana katika ziara yangu hii na mwenyezi mungu atimize malengo ambayo yapo katika ziara hii. amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله